ulielekeza usikilizaji wa kero, na hapa wananchi naanza kuona mabango, maana yake wako tayari kwa ajili ya kero. Lakini kuna kero mbili lazima niziseme hapa, maana bila hivyo mimi na wakuu wa wilaya tutakuwa hatujawajibika hata kidogo. Kuna kero mbili. La kwanza, uliniletea message juu ya mgogoro ya wenye maduka na wamachinga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimezungukia maeneo yote masoko ya wamachinga kutafuta suluhisho. Katika kuzunguka huko nimebaini baadhi ya maeneo machinga waliokuwa wamepewa sio rafiki kwa biashara zao, na kwa maana hiyo nilielekeza mkuu wa wilaya ya Arusha na mkurugenzi tuboreshe masoko hayo. Lakini soko hili litakapokamilika, kipaumbele cha kwanza itakuwa waliokuwa wafanyabiashara wa soko hili watapewa kipaumbele, na baada ya hapo maeneo yanayobaki wataingizwa wamachinga ambao wako huko na wenyewe wapate nafasi katika soko hili. Jambo la pili ambalo niliona meseji yako na mheshimiwa mbunge ni kile kinachoitwa mgogoro ya wenye maduka katika stendi ya zamani ya hapa Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba jambo hili niliseme kwa utulivu mkubwa. Kwanza, nataka nikuhakikishie jambo hili nalijua. Jambo hili mkurugenzi wa jiji analijua vizuri, mkuu wa wilaya amelishughulikia vizuri, madiwani wanalijua vizuri, lakini jambo hili limekuwa likikuzwa kama ni jambo kubwa. Lakini nataka nikwambie, nina dokumenti nimejiridhisha kutoka kuu ya wilaya, kutoka jiji, hakuna mgogoro pale. Mgogoro ule unakuzwa kwa maana ya maslahi ya watu mmoja mmoja. Na katika hili nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Simba Chawene mwaka 2017 alikutana na hao wafanyabiashara, walijenga katika eneo la jiji la Arusha, akawaelekeza na kuwapa miaka mitatu mpaka kufika 2020. Basi miaka hiyo, baada ya hapo watatoka katika kuwa wajenzi na wawe wapangaji. Na mimi nilipoona kelele zile nikasema serikali yetu ni sikivu, msigombane nao. Nikamwagiza DC, kaa nao, waelewesheni, wapeni mipango yenu mlionayo, lakini pia mradi ukikamilika wapeni kipaumbele hawa wawe na uhakika wa kuwa wapangaji katika hicho mnachotaka kukiendeleza. Mradi huu upo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna hila na mipango yoyote, ni mipango ya serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niseme, wale baadhi wanaolalamika, wao wanalipa jiji kwa chumba shilingi 250,000 na wenyewe wanapangisha 1,500,000. Kwa hiyo hapa lazima patokee tatizo. Lakini pia maduka haya, wapo viongozi na wengine ni wabunge wa maeneo mengine, sitaki kuwataja, hawa ndio wanaoleta shida kwa sababu na wenyewe ni sehemu hapa. Nataka nikuhakikishie hatuna mgogoro. Mimi nataka utulivu, kuwe na maelewano, hatua kwa hatua, wasishtukizwe, waelewe na wahakikishiwe kwamba watakuwa sehemu ya eneo hilo. Serikali inayo nia nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisingelisema hapa ningeonekana na mimi sijawajibika, wakuu wangu wa wilaya hawajawajibika, na wewe ulinielekeza, na mimi bwana sijui kudanganya. Mimi ni msema ukweli, nimenyosha maneno, na huo ndo ukweli. Na Mungu atusaidie sana kusema ukweli. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikukaribishe sana.